ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Sifu Yesu Kristo. Shalom. Ndugu viongozi na ndugu wageni waalikwa, awali yote naomba kutumia fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha sisi sote kuwa na afya njema, ametupatia zawadi ya uhai na hatimaye tumeweza kukusanyika hapa katika tukio hili muhimu na la kihistoria. Ninaomba niruhusu niweze kutumia fursa hii kuweza kutoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa imani kubwa ambayo amenionyesha kwa mimi kuanzia mwaka 2021 ambapo aliniteua kwa mara ya kwanza kuwa mkuu wa wilaya ya Gairo, na hatimaye hivi karibuni ameniteua tena kwa mara nyingine kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Binafsi ninaamini kwamba na mtakubaliana nami kwamba Tanzania ina watu wengi wenye uwezo, wenye sifa zaidi yake, lakini Mwenyezi Mungu kupitia yeye Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ikampendeza kwamba kwa wakati huu niweze kupewa jukumu hili la kuja kuungana na viongozi wenzangu wa mkoa wa Songwe, kuungana na wananchi wenzangu wa mkoa wa Songwe na kuungana na watumishi wenzangu wa mkoa wa Songwe katika kusukuma gurudumu hili la maendeleo ambalo lilianza kutekelezwa na viongozi wenzetu ambao wametutangulia. Kubwa zaidi ni kwamba vijana wa nchi yetu, vijana wa Tanzania, vijana wa mkoa wa Songwe tuna kila sababu ya kujiamini, kutembea kifua mbele, kuona kwamba tunayo serikali ya awamu ya 6, lakini kuona kwamba tunaye kiongozi ambaye anatambua, anathamini na anajua umuhimu wa kuwashirikisha vijana katika kutoa mchango wa mapinduzi ya maendeleo ya nchi yetu. Wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba tunatoa utumishi unaohitajika kwa ajili ya nchi yetu, tunamsaidia kazi kwa uzalendo uliotukuka, kwa uadilifu, ili kuweza kukidhi matarajio yake kama kiongozi mkuu wa nchi, kuweza kukidhi matarajio ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinaongoza serikali, lakini kubwa zaidi ni kuweza kukidhi matarajio ya wananchi wenzetu ambao tunawaongoza. Ndugu viongozi, lakini na ndugu washiriki wote, naomba pia niruhusu niweze kutumia fursa hii kuweza kutoa pongezi kwa katibu tawala wetu wa mkoa wa Songwe, mzee wangu Dr. Wasi, kwa imani kubwa ambayo amepewa na Mheshimiwa Rais, na mimi binafsi najisikia faraja kwamba nakuja kufanya kazi na katibu tawala huyu ambaye ni bingwa, mbobezi, mwalimu mwenye uwezo wa hali ya juu. Amefanya kazi kubwa sana ya kuweza kuleta mageuzi ya kitaasisi hususan katika eneo la uchumi kwa Chama cha Mapinduzi. Baada ya kazi hiyo kubwa aliyofanya kwenye Chama cha Mapinduzi, tuna hakika sasa ni zamu yetu sisi wana Songwe kuweza kupokea uzoefu huu, utaalamu kutoka kwa katibu tawala huyu, ili tuweze kuleta mageuzi ya kiuchumi katika mkoa wa Songwe. Kwa katibu tawala, hongera sana, na sisi tunajisikia faraja kuwa na wewe. Lakini pongezi pia kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Songwe, kaka yangu Fadhili, kwa imani kubwa ambayo umepatiwa na Mheshimiwa Rais, na kama ulivyosema kwamba sio mgeni katika nafasi ya ukuu wa wilaya, lakini ni mgeni katika mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo tunaamini uzoefu uliokuwa nao katika nafasi ya ukuu wa wilaya utaweza kusaidia kuweza kuharakisha maendeleo kwa wananchi wa wilaya ya Songwe. Lakini pongezi pia kwa katibu tawala wa wilaya kwa imani kubwa ambayo ulioipata. Kwa viongozi wetu ambao wamemaliza kazi ya utumishi ambao umefanya katika mkoa wa Songwe, kwa niaba ya viongozi wenzangu, kwa niaba ya watumishi na kwa niaba ya wananchi wenzangu wa mkoa wa Songwe, tunawapongeza sana
utumishi uliotukuka mliotoa katika mkoa wa Songwe. Mimi pamoja na wenzangu tunajisikia faraja kwamba tunakuja katika mkoa wa Songwe kupokea kijiti hiki tukitanguliwa na ninyi miamba ambao mmefanya kazi kubwa sana ya kuweza kuleta maendeleo katika mkoa wa Songwe. Kama ambavyo nitangulia kusema kwamba mkoa wa Songwe ni mkoa mchanga, lakini mkoa ambao umepiga maendeleo makubwa sana. Yote ni kutokana na dhamira ya dhati ya serikali zetu. Serikali ya awamu ya 5 chini ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, lakini na sasa chini ya serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuleta fedha nyingi za maendeleo, lakini kubwa zaidi ni kutokana na commitment ya viongozi wenzetu hawa ambao walikuwa na dhamana kuweza kuongoza mkoa kwa kushirikiana na watumishi na wananchi kwa ujumla. Kazi mlioifanya ni kazi iliyotukuka na tunawapongeza sana. Kama ambavyo Mheshimiwa wa mkoa mstaafu ulivyosema, mmefanya kazi kubwa sana katika eneo la mapato, na takwimu zinaonyesha mwaka 21-22 makusanyo kwenye halmashauri zetu za mamlaka za serikali za mitaa ilikuwa bilioni 26.7, lakini mwaka huu tumefikia karibia bilioni 35.1. Haya ni mapinduzi makubwa sana. Lakini kwenye upande wa wenzetu wa TRA walikuwa na bilioni 140.3 mwaka 22-23, lakini leo tunazungumza makusanyo ya bilioni 240.1. Kwa kweli kazi kubwa ambayo imefanywa chini ya usimamizi wetu. Lakini tumepata mafanikio makubwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tunaona iko miradi mingi ambayo imekamilika kutokana na usimamizi wenu. Lakini tumepata mafanikio pia ya kuweza kusimamia maendeleo ya watu, lakini hususan zile sekta ambazo zinagusa maisha ya wananchi. Lakini kwa zaidi tunajisikia faraja na tunajisikia fahari kwamba tunakuja katika mkoa tukikuta mkoa uko imara, mkoa uko salama, viongozi, watumishi pamoja na wananchi na wadau mbalimbali wa maendeleo wakiwa pamoja, wameshikamana katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Matunda hayo hayakupatikana kimiujiza, bali kutokana na uongozi madhubuti, uongozi bora ambao ulikuwa unatolewa chini ya kaka yangu Daniel Chongoro, lakini akisaidiwa na katibu utawala wetu dadangu Happiness Senenda, hali kadhalika pamoja na viongozi wengine. Kwa hiyo hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mlioifanya. Mimi pamoja na wenzangu tunawaahidi kwamba haya yote ambayo mmeyafanya mmeyatekeleza katika kipindi chetu chote, pamoja na viongozi wengine waliopita, tutaendeleza haya maguri ili kuweza kuharakisha kasi ya maendeleo ya mkoa wa Songwe, lakini hali kadhalika kuweza kukidhi matarajio ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, leo hii tunapokea rasmi jukumu hili kubwa, jukumu hili zito la kuongoza mkoa wa Songwe na kuongoza watumishi wenzetu wa mkoa wa Songwe, lakini hali kadhalika kuongoza wananchi wa mkoa wa Songwe, mkoa ambao kama tulivyoelezwa kwamba ni mkoa mchanga, mkoa ambao unatambulika kwamba ni lango la SADC, mkoa ambao wenye watu wachapakazi, mkoa ambao ni mdogo lakini ni mkoa wenye fursa lukuki za kiuchumi. Sisi tunakuja kuongoza, hatuji kutawala, sababu hayati Mzee Benjamin Mkapa alisema kuongoza ni kuonesha njia, kutawala ni kushurutisha. Sisi hatujaja kutawala, tumekuja kuongoza. Tumekuja kuongoza kwa maana kuonyesha njia. Anasema ukiongoza unawafanya walioko nyuma yako wajisikie tayari kufuata. Wanakufuata sio kwa sababu wanakuogopa, bali wana imani ya dhati juu yako. Na imani hiyo haipatikani kwa maneno pekee, bali
inapatikana kwa vitendo thabiti na uongozi wako ambao unakupigiwa mfano na walioko nyumbani. Hiyo tuliokuja kufanya sisi ni kazi ya kuweza kutoa uongozi kwa watumishi wenzetu ili tuweze kuendeleza maendeleo. Lakini katika jukumu hili la kuongoza, tunayo miongozo, tunazo sheria za serikali, tunazo taratibu, lakini tunayo maelekezo ambayo yamekuwa yametolewa. Tutaongoza kwa kuzingatia haya yote. Maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, maelekezo ya Makamu wa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, maelekezo ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, maelekezo ya Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Biteko, lakini maelekezo ya mawaziri wa sekta wakiongozwa na Waziri wa Serikali za Mitaa Mheshimiwa Mchengerwa kama wenzetu. Kazi ya uongozi ni kazi ya utumishi, ni kazi ya kuweza kuhakikisha kwamba tunawatumikia wale ambao tunawaongoza. Amezungumza hapa katibu tawala kwamba kazi yetu sisi ni kuwatumikia watu. Hiyo kazi ya kwanza ambayo tuliopewa. Kwa hiyo ningependa na ningeomba viongozi wenzangu wote, lakini na watumishi wote, twendeni tulitekeleze jukumu hili la kutoa utumishi kwa wananchi wenzetu, tuweze kuwasikiliza, tuweze kutatua kero zao, tuweze kujishusha, lakini tuzifanye ofisi hizi za umma kama ni kimbilio kwa wananchi wenzetu ambao tunawahudumia, kwa sababu wananchi wakipoteza imani na ofisi zetu za umma, maana wanaweza wakatafuta njia nyingine ya kuweza kupata yale mahitaji wanayohitaji. Kwa ningependa sana tuweze kulizingatia jukumu hili. Lakini jambo lingine, ndugu zangu, swala la amani, ulinzi, usalama na utulivu katika mkoa ni jambo muhimu sana. Viongozi wenzetu wamefanya kazi kubwa sana. Tunakuta mkoa ambao ukiwa na amani, ukiwa na utulivu, na wananchi wanaendelea kuchapa kazi kwa sababu ya hiyo hali ya utulivu. Swala hili ni muhimu pia, tuendelee kulidumisha. Mimi kama kiongozi mkuu wa mkoa, kushirikiana na viongozi wenzangu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa karibu na vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Tunashirikiana na viongozi wa dini, tunashirikiana na viongozi wa mila, tunashirikiana pia na wadau wengine wote kuhakikisha kwamba tunadumisha amani na utulivu katika mkoa wetu. Lakini ili kuweza kutoa huduma kwa wananchi, swala la upatikanaji wa mapato ni jambo muhimu sana, na kazi kubwa imefanyika kama ambavyo nimesema ya kuweza kuboresha hali ya ukusanyaji wa mapato katika mamlaka za serikali za mitaa, lakini kuboresha ukusanyaji wa mapato kwa wenzetu wa TRA. Jukumu hili hatupaswi kuteka kwa mafanikio ambayo tuliyopata. Tunatakiwa kuongeza kasi ili tuweze kuongeza kiwango cha ukusanyaji wa mapato zaidi, kwa sababu mapato ndiyo ambayo yanasaidia serikali kuhakikisha kwamba inatoa huduma bora kwa wananchi. Tunapozungumza maendeleo kwenye sekta mbalimbali za huduma za kijamii, tunapozungumza maendeleo kwenye eneo la mapambano dhidi ya umaskini, tunapozungumza maendeleo kwenye eneo la utawala bora, hayo yote yanatokana na mapato ambayo serikali inapaswa kukusanya. Lakini ukiangalia mwelekeo wa serikali yetu chini ya Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anatamani na mwelekeo wake ni kutaka taifa letu liweze kujitegemea kwenye upande wa mapato. Ukiangalia bajeti ya mwaka huu ya trilioni 56.49, kati ya pesa hizi karibia trilioni 55.42 ambayo ni sawa na 98.1 ni fedha ambazo ni sisi wenyewe tunazikusanya, kwa sababu kuna trilioni kama 14 ambayo zitatokana na mikopo, lakini ni fedha zetu sisi wenyewe, sio fedha za mtu mwingine, ni fedha zetu sisi wenyewe ambazo tutazilipa. Lakini fedha ambayo tunategemea msaada ni kama trilioni 1.07 ambayo ni sawa na 1%. Sasa ukiangalia hiyo bajeti, maana tafsiri yake
anataka taifa letu liweze kujitegemea, na hatuwezi kujitegemea kama hatukusanyi mapato. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wenzangu, tuweze kuwekeza na tuweze kuhakikisha kwamba tunahakikisha tunakusanya mapato. Kwanza tukusanye kwa kiwango kinachotakiwa. Kama katika chanzo husika tunakusanya kwa 95%, basi tuhakikishe kabisa kwenye chanzo hilo tunakusanya kwa 100% kwa kiwango cha juu kabisa. Lakini tuzide mianya ya upotevu wa mapato, lakini tuweze kubuni vyanzo vipya vya ukusanyaji wa mapato badala ya kutegemea vyanzo vile tulivyokuwa navyo, ili tuweze kuongeza kiwango kikubwa cha ukusanyaji wa mapato, ili tunapotaka kufika miaka 2 baadaye na sisi tuweze kutoa takwimu kwamba tunaweza kuongeza ukusanyaji wa mapato kwa kiwango kile kinachotakiwa. Lakini ndugu zangu, jambo lingine ni kwamba swala la utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tunapata takwimu hapa kwamba fedha ambazo tumekuwa tukizipokea ni fedha nyingi sana kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na malengo ya kuleta fedha hizo kwa ajili ya utekelezaji wa maendeleo ni kuweza kutatua kero za wananchi. Kwa hiyo haitakuwa na maana kama fedha zinakuja alafu miradi inachelewa kuweza kukamilika. Kuchelewa kukamilisha miradi maana ni kuendelea kusababisha kero hizo ziweze kuendelea kwa wananchi wetu ambao tunahudumia. Kwa hiyo niombe sana tujitahidi sana kwenye usimamizi wa miradi ili tuweze kukidhi matarajio ya serikali ambayo inakusudia kuweza kutatua kero za wananchi. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, maliza muda wako, mimi ni kuahidi kwamba miradi yote ile ya kimkakati ambayo mlishafikia kwenye hatua fulani, za fedha zimetolewa au miradi mingine bado tunasubiri fedha, lakini hatua kadhaa zimeanza kuchukuliwa, mimi ni kuahidi pamoja na wenzangu tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunasimamia ipasavyo ili tuweze kukamilisha hiyo miradi iweze kukidhi matarajio ya wananchi wenzetu. Lakini tafsiri ya maendeleo halisi ni maendeleo ya watu. Tunapopata maendeleo yote kwenye miradi pamoja na maeneo mengine, lengo lake hasa ni kuweza kuinua maisha ya wananchi, kuhakikisha kwamba wanakuwa na kipato cha uhakika cha kuweza kufanya uwekezaji katika maeneo mbalimbali katika maendeleo. Bahati tuliyokuwa nayo ni kwamba mkoa wetu ni mkoa ambayo ni wananchi wenye kuchapa kazi, na sehemu kubwa ya wananchi wanajikita kwenye sekta ya kilimo, sekta ambayo ndio kipaumbele cha uwetu wa nchi, ndio kipaumbele cha Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na ameonyesha utashi wa kisiasa, ameonyesha uongozi, ameonyesha utayari wa kuweza kuleta mageuzi kwenye sekta ya kilimo, na utayari huo unaonekana hata kwenye eneo la bajeti. Wakati anaingia madarakani, bajeti ya sekta ya kilimo ilikuwa ni bilioni 294, lakini leo hii tunazungumza bajeti ya sekta ya kilimo zaidi ya trilioni 1 na bilioni 2.4 na zaidi hapo. Hiyo yote ni kipindi cha muda mfupi. Kwa hiyo rais wetu wa nchi yuko tayari kuleta mageuzi kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu anajua Watanzania walio wengi ni wakulima. Wananchi walio wengi wa mkoa wa Songwe ni wakulima. Tukikifanya kilimo kiweze kukua, tutaweza kusaidia wananchi kuondokana na umaskini. Kwa hiyo wajibu wetu kama viongozi kuhakikisha kwamba tunasimamia maendeleo ya sekta ya kilimo. Tumepata mafanikio makubwa katika uzalishaji katika mkoa wetu, lakini wajibu wetu sasa ni kuweza kuona zile changamoto ndogo ndogo zilizopo ambazo zinakabili kwenye sekta ya kilimo, basi tuendelee kuzishughulikia kama ambavyo wenzetu walikuwa wanafanya, ili tuweze kuongeza tija zaidi na tuweze kuwafanya wananchi wenzetu tunaohudumia kilimo kiweze kuwatoa katika umaskini na kuweza kufika katika kiwango kikubwa zaidi. Sekta zingine za madini pamoja na sekta zingine zote tutaendelea kuzipa kipaumbele kama ambavyo wenzetu waliotangulia wamekuwa wakifanya, ili tuweze kukidhi matarajio ya wananchi wenzetu ambao kwa tunaohudumia. Ndugu viongozi, tunatambua kwamba mwaka huu tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uchaguzi wa rais, uchaguzi wa wabunge na uchaguzi wa madiwani. Tukio hili ni tukio muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu.
Wajibu wetu kama watendaji wa serikali, wajibu wetu kama wadau wote ambao tunahusika katika swala hili la uchaguzi, kuhakikisha kwamba tunawaelimisha wananchi, tunawahamasisha waweze kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huu ambao unakwenda kufanyika. Mimi kama kiongozi wa mkoa, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, tutahakikisha kwamba tunatengeneza mazingira yote ya msingi ili kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa amani na utulivu. Lakini kama ambavyo rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewahakikishia Watanzania na wadau wote wa siasa kwamba uchaguzi wa mwaka huu utakuwa huru na wa haki, na sisi kama wasaidizi wake ni wahakikishie wananchi